Msifikiri watawaachieni nyie mpate shule nzuri kwa ajili ya watoto wenu. Ukisema tumwachie Mungu, Kikwete atasomesha mtoto wake, atakuja atakuwa rais. Mjukuu wa Kikwete atakuja atakuwa rais. Wa kwako atabaki anaendesha bodaboda na kuvuta kokoro. Mseto Media, tupo kazini kukuhabarisha. Hapa utapata habari zote za ukweli. Hakikisha umesubscribe. Nchi pekee duniani yenye Tanzanite, nchi ya tatu kwa kuwa na dhahabu nyingi kwenye dunia hii, nchi yenye almasi, makaa ya mawe, chuma, mlima mrefu kuliko yote Afrika, mbuga kubwa kuliko zote duniani, ziwa lenye kina kirefu kuliko yote Afrika la pili duniani. Ukiangalia watoto wake na ukalinganisha na Kenya ambayo haina rasilimali za kujilinganisha na sisi, bado tuko nyuma sana. Nimemsikia Lazaro Kitori anazungumza hapa kuhusu Rorya kukosa maji. Rorya ina ukubwa wa kilomita za mraba 9,430 na kitu. Nchi ya Lebanon ina ukubwa wa kilomita za mraba 10,000. Maana yake Rorya inazidiwa na Lebanoni kwa siku ya kilomita 600. Yaani ukichukua kata moja kutoka Tarime ukaiongeza Rorya itakuwa kubwa kuliko nchi ya Lebanoni. Si mnaisikia Lebanoni kila siku inapigana na Israeli, si nini hiyo mnayoisikia kwenye DW. Ina watu 5,900,000 na kitu. Rorya ina watu wasiozidi 200,000. Kwa nini nayasema haya? Nataka niwaeleze ukubwa wa Rorya na potential tulionayo na namna tunavyoteseka. Nchi hii, yani hii wilaya ni kubwa kuliko baadhi ya nchi duniani. Rorya, tumeambiwa hapa ukubwa huu wa saizi ya Rorya, 77% ni maji, 23% ndio nchi kavu. Maana yake Rorya ni maji tu. Alafu watu wa Rorya hawana maji. Miaka 65 baada ya uhuru wa nchi hii. Tunazungumza Rorya, basi tuseme kwingine labda Ingilichini, si wapi ni maji. Tunazungumza Shirati ambapo unatembea nusu kilomita uko ziwani. Kila siku tukija Rorya tunazungumza kuhusu maji. Kila siku tukija Rorya tunaambiwa hii barabara, tangu nikiwa diwani mwaka 2009 nikaenda nikawa mbunge mwaka 2015, leo ni mwaka 2026. Barabara ya kutoka Ingilitini kuja Rorya Shirati haijawahi kuwekewa rami. Hivi mnanielewa vizuri? Mwanafalsafa Albert Einstein anasema insanity is keep doing the same thing in the same way and expecting different result. Yaani wenda wazimu ni kufanya jambo kwa njia zile zile na fikra zile zile na kutegemea matokeo tofauti. Huo ni wenda wazimu. Na Mwalimu Nyerere alisema hivi, mtu mwenye akili akikuambia jambo la kipumbavu, ukikubaliana naye anakudharau. Yaani wewe una akili timamu na mimi nina akili timamu. Hiyo hapo unaona ni speaker, alafu mimi nakwambia hiyo ni gari, alafu wewe unakubaliana na mimi, ninakudharau. CCM wanawafanyeni nyie wajinga, mnatutisha
mnatutisha kwamba tuwaambie huu pumbavu kwamba ni jambo la kawaida. Sisi wengine tumesema, tutasema ukweli. Fanyeni mnachotaka, kama mnaweza fanyeni mnachotaka. Nchi ni ya kwetu, tutaitetea kwa damu, kwa tone la mwisho damu ya mwili wetu. Tunatetea nchi yetu. Fanyeni mnachofikiri mnaweza kufanya. Hakuna atakayeishi milele hapa duniani. Nchi ni ya kwetu, na hicho ndicho nimekuja kuambia, kwamba lazima muwe majasiri kutetea nchi yetu. Umefika wakati wa kukataa upuzi, na msitegemee Watanzania, msitegemee Wanaroria, msitegemee kwamba Mungu atashuka aje kuwateteeni nyie. Mungu amewapa akili, amewapa macho, amewapa mapua, amewapa mdomo, ili mtumie hivi vitu kuhakikisha mnanyosha mambo. Watu weusi kule Marekani wakati wanapigania uhuru wao, jana nilimkoti mtu anaitwa Frederick Douglass, alisema power concedes nothing without a demand. It never did, it never will. Mamlaka hayajawahi kuachia jambo lolote bila kulidai. Haijawahi kutokea, haitawahi kutokea. Mkisema tumwachie Mungu, msifikiri watawaachieni nyie mpate shule nzuri kwa ajili ya watoto wenu. Watasomesha watu. Ukisema tumwachie Mungu, Kikwete atasomesha mtoto wake, atakuja atakuwa rais. Mjukuu wa Kikwete atakuja atakuwa rais. Yule mtoto wa Kikwete atakayezaa na yeye kitukuu chake atakuwa rais. Wa kwako atabaki anaendesha bodaboda na kuvuta kokoro. Usitegemee kumwachia Mungu kusababisha mtoto wako asome shule nzuri. Lazima tudimandi elimu bora kwa ajili ya watoto wetu. Lazima. Kenya hawajafika pale kwa kusema tumwachie Mungu. Nasema uongo? Walipata katiba kwa kusema tumwachie Mungu pale? Hamjui kwamba Raila alifungwa kwa kupigania katiba? Raila huyu mnayemcheza, nilikuwa nakuja hapa nasikia nyimbo za Raila. Alikuwa mwanaume ambaye alisimama katikati ya vitisho vya kina Nicholas Biwott, wakina Moi, akasema kwa ajili ya watu wangu niko tayari kwa lolote. Leo Kenya ikapata katiba. Power concedes nothing without a demand. Na sisi tumeamua kuwa chama cha upinzani cha ukweli, sio chama cha upinzani cha mzaha. Lissu ambaye ni kiongozi wetu leo yuko ndani mwaka mmoja na miezi minne, hana kosa lolote. Ni kwa sababu anataka mtoto wa Shirati apate maji, alale pazuri, atibiwe, mama yake akienda kujifungua afanyiwe operation kama vile ambavyo mtoto wa Samia anavyoweza kufanyiwa operation kwenye hospitali nzuri, kwa sababu rasilimali za kufanya hivyo tunazo. Watu wa Rodi, tumekuja kwenu kuzungumza mambo mawili ambayo ni ya muhimu, ambayo napaswa kuyaeleza. Jambo la kwanza, tunataka mwenyekiti wetu Tundu Lissu aachiwe. Tunataka mwenyekiti wetu Tundu Lissu aachiwe bila masharti. La pili, tunataka katiba mpya ambayo itakuwa chanzo cha kuleta matumaini kwenu, kuhakikisha rasilimali nyingi tulizonazo zinatumika kwa ajili ya kutuendeleza. Hiki kilio ambacho tumelia kwa miaka mingi hatuwezi kukitatua tukiwa chini ya katiba hii. Kwa tumekuja kwenu kuomba mtuunge mkono. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.